Ndugu zangu wote katika jina la Yesu Kristo, ninawakaribisha katika mahubiri ya siku hii ya leo ya Sabato, ikiwa ni siku ya tarehe 4 Aprili mwaka wa 2020. Nawakaribisha katika mahubiri ya leo, popote unapotazama, popote unaposikiliza, na tulioko hapa ndani, ninawakaribisha katika mahubiri ya leo. Mahubiri kwa kichwa umekufa ama unaishi. Mahubiri yenyewe ni umekufa ama unaishi. Lakini kabla ya kuweza kupata mahubiri ya leo, na tuweze kuomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuhimidi Baba mwema. Tunapokuja mbele zako, utufundishe neno lako. Wanaotufuata katika mtandao na walioko hapa, Baba ukatubariki pamoja, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Leo, siku ya leo, tutaenda kuangalia umekufa ama unaishi. Fungu kuu letu tutalipata katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya ya 1 mpaka 3. Nimesema mada yenyewe ni umekufa ama unaishi. Tutakuwa tukiangalia kwa ujumla kanisa la Sardi. Kanisa wa malaika, kwa malaika wa kanisa la Sardi. Hicho ni kipengele kinachopatikana katika makanisa 7 ya Asia, ambayo katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 3. Fuatana nami katika Biblia yako, version yote unayofuatana naye. Nitasoma Kiswahili cha kisasa, Biblia ya Kiswahili Union Version. Kitabu ni cha Ufunuo sura ya 3 aya ya 1 mpaka 3, inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko haya ndiyo anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Najua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai na umekufa. Mstari wa 2, wewe uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea, jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutajua saa nitakayokuja kwako. Naomba niongeze mstari wa 4. Inasema, lakini unao majina machache katika Sardi, watu wasio mavazi yao uchafu, nao watakwenda wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Biblia katika kitabu hicho cha Ufunuo, kitabu cha mwisho, habari za makanisa 7. Sisemi ya kwamba ni madhehebu, bali ninapoongea juu ya ni kipindi cha matukio ya kanisa ya kihistoria katika dunia, ambapo singependa tuendelee katika maswala ya kinabii na yalitukia kivipi, lakini nataka tuende fundisho hili. Je, Mungu anataka kutuambia nini? Kwanza ninapokueleza kwamba kwa nini Mungu akasema kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi. Sardi ni lini? Sardi ni nchi ama ni capital city. Ni mji ambao uko katika himaya ya utawala wa Syria. Ulikuwa katika himaya ya Syria chini ya uongozi wa tajiri, wa mfalme mmoja aliyekuwa tajiri, aliyekuwa akiitwa Croesus. Hiyo ndiyo ilikuwa miliki yake, ya utajiri wake. Alikuwa anaweka vitu vyake vya dhamani katika mji huo, town, city hiyo ya Sardis. Na kanisa lililokuwa Sardis, baada ya kuwa ilikuwa ni mji ambao ulikuwa ni wa kitajiri sana, mpaka kanisa huo ukaanza kumsahau Mungu, ndio bado ni kanisa ambalo linaenda pale. Ukapata ni kanisa, kama ingekuwa ni wakati wa sasa, tungesema ilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa ni ya kisasa, viti vya kisasa kama za sofa set, mitambo ya nguvu, waimbaji wa kwaya wana mapambo ya ajabu. Kwa hivyo ni kanisa lilikuwa linajiweza. Lakini Mungu anaposema hapa, anasema haya ndiyo maneno ayananaye yeye aliye na roho 7. Kumaanisha kwamba yeye ni Mungu anayechunguza masuala ya kiroho, akitumia roho 7 kwa makanisa 7.
Kwa hivyo tunapoongea kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi, ni kanisa ambalo liko sasa hivi, ambalo linafanya matukio sawa sawa na lililoko Sardi, ambalo kanisa lenyewe lina jina lililo hai lakini limekufa. Kivipi? Mungu anaponena, ananena akionyesha kwamba yeye Mungu ni roho. Kitabu cha Yohana 4:24, Mungu ni roho na wamwabudu lazima wamwabudu na roho. Lakini unapopata ya kwamba Wakristo ambao wangebidi za mwili kiroho, lakini jina wanalo bado liko hai. Liko hai kivipi? Wanaitwa Wakristo, wanaitanishwa na Mungu aliye hai milele na milele, Kristo. Kwa hivyo wewe ukiwa Mkristo pale pote ulipo, ujiulize hivi, na tulioko hapa hivi ujiulize hivi, jina Mkristo, jina lililo hai. Je, wewe mwenyewe uhai ama ulishakufa kitambo? Jambo lingine tunaloliona hapa ni tabia ya Kisardi. Ni hii ya kwamba jina ndio ni Wakristo, ni wale wenye kutoa sadaka. Kama ni kutoa sadaka wanatoa, kama ni michango ya kujenga makanisa wanatoa, kama ni kununulia kitu mchungaji wanatoa. Hiyo haiwashindi. Kama ni uimbaji wataimba mpaka at least waimbaji ya mbinguni, umefika pale ndipo. Lakini ujiulize hivi, unapoimba ni watu ambao unawapata wamebeba Biblia zao kitaratibu, wanaenda takatifu, angalau wasikanyaga hata mdudu. Ujiulize hivi, unapoishi maisha ya Kikristo, unapofanya ibada za Kikristo, kuonekana kwako, watu wanakuwa na Mkristo ama ulishakufa kitambo? Huenda bado watu wanakujua wewe ni Mkristo, lakini kuna mambo unayofanya ndani yako ambayo hayaendani na Ukristo huo. Ndio, Bwana asifiwe, mimi nimeokoka, mimi ni Mkristo, nimebatizwa, ninakula nashiriki meza ya Bwana, ninaimba kanisani, mimi nina cheo, mimi ni mchungaji, mimi ninafanya hivi na hivi. Hiyo yote ni nzuri, ni jina lililo hai. Una maintain jina lako kanisani, lakini tukikuona behind the stage, behind the curtain, tunapoangalia maisha yako, tunajiuliza, huu ndio Ukristo kweli? Wewe mwenyewe maisha yako yamekufa. Kivipi? Unapata mtu ni Mkristo, ni mtu ambaye anahudhuria kanisa hakosi, ni mtu anayeimba kwaya pale. Hata unaponiotazama sasa hivi, unaweza kuwa ni miongoni mwa wale ambao jina lake ni la Kikristo, lakini tabia yako, mienendo yako yamekwisha kufa kitambo. Yamekufa kivipi? Unapata ya kwamba kuna wale ambao ni walaghai, kuna wale ambao wanafanya biashara za kimagendo, kuna wale ambao wanafanya za ufisadi. Wamefanya ufisadi kwa sababu gani? Ni kwa sababu wamesha kufa kitambo, hali wao bado jina li hai. Mimi ni Mkristo, I'm going home, lakini tabia yako ni ya kilaghai. Kuna wale ambao ni wezi, wanaoiba zaka na sadaka. Kuna wale ambao wanasema mimi sijaiba kanisani, unanitaje mwizi? Unajua vizuri sana, ulipopata shilingi 10,000 ya Mungu ungempatia zaka sehemu ya 10 ya 10,000, ungempatia Mungu shilingi 1,000, ulipatia na 500. Hiyo 500 nyingine unajua nilienda nikasaidia mgonjwa, hiyo ni wizi. Huwezi chukua pesa kama unalipa mshahara ya serikali. Huwezi chukua pesa ambayo ungelipwa KRA, ungerudisha kwa KRA ukasema ninaenda kusaidia naye watu wa janga. Unarudisha kwa KRA, unarudisha yao, ile yako imebaki, nenda saidiana. Hata hivyo kwa Mungu, usimuibie Mungu. Turudisha kile cha Mungu, tumpatie Mungu, kisha kile kinachobaki, sehemu ya 90, sehemu ya 90% ndio yetu, tuifanyie kazi. Lakini unajua mimi nilitoa zaka, na sadaka ulitoa ama ulimuibia Mungu pia? Hiyo ni kwa hiari yako. Sikwambii utoe ngapi, lakini kile unachomuibia Mungu. Huenda umemuibia Mungu masaa. Wewe ambao unasema ya kwamba mimi natunza sabato, huenda sabato hiyo kweli hujaitunza, ambayo inastahili ianze jua linapoteremka Ijumaa jioni mpaka inapoisha sabato, ama inapoisha leo Jumamosi jioni. Kivipi? Unaposoma kitabu cha Walawi utagundua ya kwamba mambo ya Walawi inasema siku inaanza Ijumaa jua linapotua mpaka kesho Saturday jua linapotua. Je, unamuibia Mungu masaa?
Wewe ambaye uchukui nafasi, televisheni inachukua nafasi katika maisha yako mpaka hupati nafasi ya kuomba. Masaa ambayo ungeomba yameisha. Masaa ya kusoma Biblia hayako. Unamwibia Mungu mpaka muda. Unasema mimi si mwizi. Una jina lililo hai ndio, lakini maisha yako ya kiroho hakuna kuomba kwako, hakuna kuimba kwako, hakuna hata kusoma Biblia kwako. Umeshakufa ndugu yangu, dada yangu, lakini jina lako bado li hai. Kanisa la Sardi. Wakati mwingine tumeanza uzinzi na uasherati. Limekula kanisa sana mpaka Mungu amekasirika, kwa sababu sisi kanisa la Sardi tunaonekana ni Wakristo juu. Huku wanakwaya tumeanza kupata tabia mbaya kwamba mwanakwaya fulani na mwanakwaya fulani, mama wa watu na baba wa watu, wamepatikana wamelala nje ya ndoa. Tunapata vijana, hata ninapoongea sasa hivi, unayenifuatilia kwenye mtandao, hata yule ambaye unakaa pamoja naye, huenda wewe hujamuoa kihalali, lakini mnaishi nyumba moja, mnaishi kama bwana na mke, na hakuna kuolewa, mumeolewa ama mumeoana, kwa sababu mlikuja kufanya come stay. Hiyo yote ni kuwa kanisa la Sardi. Bado jina lako la Kikristo li hai, lakini wewe umeshakufa kitambo. Hujapewa na wazazi huyo mke unaishi naye. Wewe mke unaishi na kijana huyo hujapewa na wazazi, na ilhali mnaishi pamoja. Na unasema ya kwamba mnapendana. La hasha. Hiyo ni uasherati na uzinzi, na Mungu amepinga hilo. Jambo lingine ambalo linaonyesha kwamba tuna jina lililo hai ni Ukristo. Tunaposema sisi ni Wakristo, lakini kisiri tumejiingiza wanasiasa, tumeagemea chama fulani, sijui tunatangatanga, sijui tunaeleweka. Yote hiyo tunapiga siasa mpaka kanisani. Tunasahau wito wetu wa Kikristo. Tunakuwa ni watu ambao bado wako hai kwa jina, lakini sisi wenyewe tulikufa hali ya kiroho kitambo. Ndiposa Mungu anasema ya kwamba matendo yako yamekwisha kufa. Kuna vitina ndani ya kanisa, kuna masengenyo, kuna wivu, kuna chuki, kuna usuda, kuna mambo ambayo yametufanya tukafa kiroho, wakati sisi tunasema tuko hai. Ndugu yangu na dada yangu, Mungu anaangalia matendo yetu na anasema ya kwamba hapendezwi na matendo yetu. Anasema usipotubu anakuja upesi. Kwa hivyo anatushauri hivi katika sura ya 3, Ufunuo sura ya 3 aya yake ya 3. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea, ulipookoka, ulipobatizwa, ukasema nitashikana na Injili, ukawa mhubiri mzuri, ukawa mwimbaji mzuri, ukawa mzuri, ukawa unakemea dhambi. Sijui ni nini kilienda, kilipofika hapo katikati ukaanza kulegea. Ukalegea tu pole pole, ukaanza kufa kiroho. Anasema kumbuka jinsi ulivyopokea. Ile roho uliyopokea nguvu, ile siku ulipokea moto wa Injili ya Yesu Kristo, ishikilie hivyo hivyo. Shika sana vile ulivyopokea, yashika hayo na ukatubu. Biblia inatuambia kwamba leo hii tuweze kupokea toba. Unaposoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4. Petro wa kwanza sura ya 4 aya ya 2 mpaka ya 4. Kitabu cha Petro kinasema hivi, ninaanza sura ya 4 aya ya 2 mpaka ya 4. Inasema tangu sasa msiendelee kuishi kwa tamaa za wanadamu. Tusiendelee kuishi na matendo maafu. Kama tuko hai, tuishi na jina lililo hai na tuishi na matendo yaliyo hai. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu. Wakati wenu uliobaki kwa kukaa hapa duniani, maana wakati wa maisha yenu kutenda mapenzi ya mataifa. Kwa hivyo kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu na ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Mambo hayo ambao wao huona kuwa ni ajabu, ni kwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Kwa hivyo wakati wetu wa zamani ulikuwa unatutosha kufanya mambo haya. Wakati wetu wa zamani ulitosha tuenenda katika ufisadi, kuenenda katika ulevi, kuenenda katika tamaa, karamu ya ulafi na hayo mambo mengine. Wakati ulikuwa unatosha. Wakati tunapoona njanga zinapoingia duniani, vitu visivyoeleweka vinavyoingia duniani, tunajua Yesu anakaribia. Kama hapa duniani, tujue ya kwamba muda tuliobakisha ni wa kufanya revival, ni wa kufanya uhuisho, ni wa kufanya matengenezo katika maisha yetu.
tukimngojea Yesu. Ijapo watu watatutukana, ukiwaambia twende tupati, twende tukakunywe, it is Friday, members day, unasema siendi, watu wanakuchekelea na shindo. Wewe unaenda dunia gani? Wadada saizi ukisema ya kwamba mimi ni bikira, naambia karne ya 21 bikira, utachekwa, utakwenda mwazimu. Simama na useme nina muda mchache duniani wa kuweza kuishi, sina muda mwingi. Ni wakati wa sisi kujua kwamba hatuna muda, muda wetu ni mchache. Ndiposa Paulo katika kitabu cha Timotheo wa kwanza anatupatia kitu katika sura ya 5. Dhambi tunazozifanya, usifikirie kwamba mtu haoni. Kutoona, mchungaji wako anaweza kukosa kuona dhambi unayofanya, washiriki wenzako wanaweza kukosa kujua kile unachofanya, lakini kuna Mungu anayeona mbinguni, na anapoangalia matendo yetu, ndio bado tunashikilia jina la Ukristo, hatutaki kuliacha, bado tunakuja kanisani, hatutaki kulegea. Lakini tabia yako, dhambi za watu wengine ziko dhahiri, zinaonekana. Huyu jamaa alikuwa mtu ameokoka, siku hizi anakunywa pombe pale, hiyo ni kahaba pande hii. Ndio, zingine zinaweza kuwa dhahiri, lakini za wengine zinajificha. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 aya 24 na 25, Biblia inasema hivi: dhambi za tangulia kwenda hukumuni, wengine dhambi zao zinawafuata. Vivyo hivyo matendo yaliyo mazuri ni dhahiri, wala yale yasiyo dhahiri hayawezi kusitirika. Dhambi za wengine zinaonekana na zinawapeleka, lakini zingine zimefichwa ndani. Mungu anasema hata zile zimefichwa bado anaziona. Anasema tubuni na mrejee. Kumbuka ni wapi vile ulivyopokea, urudi pale pale umpokee Yesu vivyo na kutubu. Kwa sababu kanisa la Sardi bado tunashikilia jina la Kikristo. Ni wakati wetu wa kurudia Mungu, na Mungu anaweza kuturudia. Ndiposa unaposema soma Yeremia. Napenda sana kitabu cha Yeremia. Sura yake ni ya 7 aya ya 9 mpaka 10. Soma haya mafungu mawili. Sura ya 7 aya ya 9 mpaka 10 kitabu cha Yeremia anasema, "Je, mtaiba na kuua na kuzini? Na kuapa kwa uongo na kumfukizia bali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua." Mstari wa 10. "Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili tupate kuficha machukizo haya yote." Kuna watu ambao unapowapata pale nje, vile amevaa, vile anafanya, unajua ya kwamba ni mwasherati. Vile anafaa, anavyokunywa, anakunywa kabisa. Ikifika Sabato anakuja, "Bwana asifiwe, Bwana Yesu anakuja, tunaenda mbele," anaimba, "cha kutumaini sina ila damu yake Yesu." Lakini tabia yake amefanya. Yaani kuna watu wamefanya kanisa kuwa ni mahali pa kuja kujificha. Ni jukumu langu na jukumu lako, tuache kujificha kanisani, tukiiba, tukiapa kwa uongo, tukifuata miungu mingine na kuja mbele za Mungu. La hasha. Tuache hiyo za tabia za kukufa, tuanze kuwa hai, tumtafute Mungu. Wengine wanafanya makanisa kuwa ni mahali pa kujificha, lakini kanisa ni mahali pa kuja kuacha hizo vitu zote. Sio mahali pa kujificha, ni mahali Mungu anakuja na tufunua na kuona. Na ninaposema ya kwamba kanisa watu wamejifanya kuwa ni mahali pa kujifichia dhambi zao, simaanishi ya kwamba wote wako ndani ya kanisa si waaminifu. Kuna wale ambao ni waaminifu. Na ninaposema kuna watu waaminifu kanisani, hawajifichi, wanakuja kumwabudu Mungu wakiwa na jina lililo hai na tabia yao iko. Unapoona ya kwamba umesimama, usifikirie hautaanguka. Ndugu, usifikirie hautaanguka. Wewe usifikirie hautaanguka. La hasha. Daudi anamuita, Abrahamu anamuita baba wa imani, lakini alianguka. Mtu kama Samsoni, Mungu mwenyewe alimjaza Roho Mtakatifu, alipiza kisasi kwa Wafilisti, lakini aliangusha na kahaba. Daudi naye anatembea tu kwa ushirati wake, akaanguka. Vitu tu vidogo akawa anaingiliwa na shetani. Ibrahimu mpaka anasema uongo kuhusu mke wake kwa sababu tu ya uoga. Unaposimama pia angalia usianguke. Jina lako li hai, matendo yako ya hai, chunga yasikufe. Ndiposa anasema nina maneno machache. Unaposoma katika kile kitabu tulichoanza Ufunuo sura ya 3 mstari wa 4 anasema, "Lakini una majina machache katika Sardi." Unawafuata
katika kanisa hili la Sardi, watu wasiotia machafu vazi yao uchafu. Kwa hivyo tujue kwamba kuna watu ambao hawajachafuka katika Sardi. Naongea na wewe ambaye bado pia hujaanguka, nikikwambia jihadhari. Na haribika, hauwezi kupona. Nina habari njema, kuna Yesu anayeokoa. Mwamini Yesu, mrejee ukatubu. Ezekieli 33 mstari wa 31 na 32. Ezekiel chapter 33 verses number 31 and 32. Biblia inasema hivi: nao huja kwako. Unaona? Wacha kwanza nikwambie nani anaongea. Mungu anamuongelesha Ezekieli nabii, ya kwamba nabii, unapoenda pale kwenye hekalu kwenda kuhubiri, wacha nikupe taarifa. Huwezi jua kila mtu anayekuja pale. Wacha nikupe taarifa yao. Watu wale ambao unakuja unawapata wamejijaza pale hekaluni, na huja kwako kama watu wajavyo, kama vile tu watu wanavyokuja kanisani, na hukaa mbele yako kama watu wangu, kama Wakristo wa kawaida. Watakuja waketi wasikilize neno, na usikia maneno yako unayohubiri, na usikia maneno yako wasiyatende. Yaani kuna watu wanaenda kanisani sahi, wanaenda wanaketi, wanahubiriwa vizuri sana, hawayasikii. Unapata wengine wako kwa Facebook, wako kwa Twitter, wanafanya mambo yao. Wengine hata wanaangalia mapicha wakati wahubiri wanaendelea, wakiwa maeneo yao. Hawashughuliki na mahubiri. Wengine wanasikia mahubiri, wanatoka bila kubadilika. Ezekieli anaambia hivi: wanayasikiliza maneno yako wasiyatende, kwa maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi, lakini mioyo yao hutafuta faida yao. Yaani kuna watu ambao wanakuja makanisani, wanakuja ili waonekane ile nguo alinunua juzi. Wengine wamama wanakuja waonekane ile nywele yenye imetoka juzi. Sijui ni pieces, sijui ni wigs, sijui ni weaves, sijui ni wivu, whichever. Wanakuja ndio anaonekana hata mimi nilitoka jana. Ni saloon. Sasa hivi karibuni corona itafunga saloon na vinyosi, sijui tutaenda na nini. Tunataka julikane ile kitu ambayo nimenunua juzi, ile gari nimenunua juzi. Yaani waende kanisa kwa faida yao. Hawasikilizi mahubiri, wakitoka pale wanarudi vile walivyo. Mstari wa 32, Ezekieli 33:32 inasema, na tazama, wewe umekuwa kwao kama wimbo mzuri, na mtu mwenye sauti ipendezayo, awezaye kupiga kinanda vizuri, maana wanasikia maneno yako lakini hawayatendi. Yaani mpaka unapohubiri watu wanafurahia, wanapenda. Yaani we have a charismatic preacher, lakini wakitoka hapo, mlienda mkanisani leo, mlisikia nini? Mhubiri alihubiri vizuri tukabarikiwa. Yaani hakuna kitu alienda nayo. Walikuwa entertained. Mpaka Ezekiel anaambiwa, posa tunapatiwa kwamba kuna watu ambao huja kanisani kuwa entertain, kusikize music. Hawasikii maneno, wanasema waimbaji wa kwaya fulani wameimba vizuri sana. Kama hapa kwetu Boy Central SDA ni waimbaji wazuri. Kuna watu watakuja tu wasikilize nyimbo, kuhubiriwe, waende, wasirudi na kitu. Waliimba, tuliimbiwa kwaya nzuri sana, tulihubiriwa vizuri, lakini hawakusaidika. Biblia inasema nini katika kitabu tunachomalizia sasa cha kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ya kwanza, aya 8 na 10. First John, waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza, aya 8 mpaka 10. Inasema, tukisema hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kanisa la Sardi, shida ni nini? Kanisa la leo, kanisa hili la leo, ijapokuwa wengi wetu ambao hatujahudhuria katika nyumba zetu za ibada, popote unaponitazama, wale tulioko hapa, jiulize hivi: je, matendo yako bado yangali hai, ama jina peke yake la Kikristo ndio liko hai? Jiulize, tabia yako inamwakilisha Mungu? Kile umejibunia wewe mwenyewe. Jiulize, je, ninamrudia Mungu wa kutubu? Usije ukaniambia unajua mimi mtumishi sina dhambi. Tukisema hatuna dhambi, hata mimi ninayenena kwako, lazima leo hii tuungame mbele za Mungu. Ambaye hujisikia hali nzuri katika maisha yako na unanifuatia
unafuatilia mahubiri haya, naomba kukuambia ya kwamba unapotubu, achia Mungu uponyaji, atakuponya. Chukua jukumu, nichukue jukumu, tuende mbele za Mungu, tuambie Mungu tumekosa na tunakurudia. Na tunapotubu mbele za Mungu, kama vile tumekuwa tukisoma kwenye aya zilizopita, ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kutafuta uso wa Bwana na kuziacha njia zao mbaya, Bwana anasema nitasikia kutoka mbinguni na kuponya nchi yao. Tunataka Mungu aweze kutuponya leo hii, tunapoacha njia zetu mbaya, kuungama mbele za Mungu, kuyatengeneza matendo yaliyosalia, tusije tukafa tena, bali tukawe hai na jina lililo hai. Mungu aweze kukubariki tunapoingia katika maombi. Chukua nafasi ndogo tu tuweze kuomba nawe maombi haya. Unapotubu ndani yako, ninapotubu ndani yako yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekutenda dhambi mpaka tunashikilia tu jina lako, lakini matendo yetu hayawakilishi ufalme wako. Masaa haya ya mchana tunatubu, tunaungama, tusamehe walioko hapa pamoja na watazamaji wanaotufuatilia kwa mitandao. Wabariki Bwana, utuokoe, utusamehe Bwana wa majeshi, na majina yetu yaliyo hai, pia matendo yetu yakawa hai. Kuanzia leo Baba, utuponye, uponye nchi yetu, utuokoe. Bariki kila mmoja aliyefuatilia na tulioko hapa tukiendelea na mahubiri haya, ili Baba ujapo mara ya pili tuwe wa kwanza kukulaki mawingu. Asante kwa msamaha, asante kwa kutuhurumia. Tuhurumia na nchi yetu, ituponye na magonjwa haya ambayo ni kwa imani kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Na Mungu awabariki sana.